In progress. Hi guys, mambo vipi? I'm just testing mic. Mnanisikia? Ya, tunakupata. Poa poa, uko fresh mko? Niko poa. Habari za harusi ya Juksi. Zinaenda vizuri. Naona umetokea juu kabisa pale kwenye setting. Ya, nilikuwa najaribu kwa baadhi ya watu. Naona watu wamejoin watatu. Nadhani kama dakika 5 hivi tutaanza. Okay.
Hi guys, habari za jioni. Mmeshindaje? Hapo kama kawaida watu ni wachache. I don't know wengine wako wapi. Yeah, so by the way, session itakuwa recorded but haitakuwa YouTube but nitajitahidi kuiweka kwenye community ili watu wa community wa access. Sasa leo kuna kitu kimoja nataka ni share na nyie. Um, and as usual guys, feel free kuniuliza mimi maswali yote mnapopata changamoto. So leo nataka kuwafundisha kuhusu, kuna hii website inaitwa eSwid. So as I told you guys, moja ya lengo la hii community ni kuwafundisha nyie stadi za kidigitali specific namna gani ambavyo mnaweza kuuza ujuzi mtandaoni. Sasa lengo jingine pia ambalo tuko nao sisi ni kuhakikisha kwamba mbali tunawewe kujifunza kuuza ujuzi, bali pia tutakusaidia baadhi ya stadi za kuanza nazo unapoenda kuuza ujuzi wako. Na moja ya changamoto ambayo nimekuwa nikiona wabongo wengi sana wakienda kwenye haya majukwaa ya freelancing, skill wanaokimbilia kuiuza ni skill ya Swahili to English translation, wakati kuna skills nyingine rahisi ambazo unaweza ukaziuza ndani ya muda mfupi, na hizo skills sio tu zina soko tu Upwork, zina soko tu hadi hapa Bongo locally. Sasa kuna hii tool inaitwa eSwid. eSwid inatumika kutengeneza website za biashara ndogo ndogo. Kutumia hii tool ni rahisi sana mno mno. Na sio lazima uwe na background kwenye tech. Competitor wa eSwid kuna tool inaitwa Shopify. Nadhani Shopify sio mshawahi kusikia. Hii hapa Shopify. Shopify na yenyewe pia inatumika kutengeneza maduka. Maduka ya mtandaoni ambao watu wanaweza kununua kwa integrate na payment na nini. Siwezi kutumia Shopify but kuna mtu anafahamu, nitamwalika siku moja waelekeze namna gani ambavyo unaweza kutengeneza Shopify website. But leo tutafocus na hii eSwid. eSwid ndio hivi inavyoonekana. Sawa, but kabla hem tuone hapo, tuone kama hizo kazi za eSwid zipo na pia tuangalie Fiverr. Shida gani siku hizi? Guys, I hope mnanisikia au mic yangu iko muted? Tunakusikia, tunakusikia. Ah. Nasubiri hapo ikiload kidogo. So ukija hapa Fiverr tukiangalia, kama una peni na karatasi, and I wish conversation kama hizi technical ambazo tunakuwa tunaongea mwe at least na peni na karatasi. So tutatumia Fiverr tu kama mfano. Basi baada ya hapa nitawapa task ya kutengeneza website kwa kutumia eSwid. E-commerce website kwa kutumia eSwid. Depende yangu sio ina shida gani. But yeah, hii ndio eSwid inavyoonekana. So let's assume nianze so ukiwa kabla hujaanza kutengeneza website kwa kutumia eSwid, inabidi kwanza ujisajili au uanze ili inabidi uwe na account. So kwanza utaanza hapa get started kwanza. I'm not sure kama nina account ya eSwid. Yeah, bora imefunguka. So ukiangalia kwa mfano hapo kuna huko kasema ana set na kudesign na redesign your website e-commerce store. Ana set kwa dola ngapi? Kuanzia dola 80 na ashafanya kazi na watu 155. Huyu mwingine ana upload to product hapa kwenye eSwid na hizi na new. Anaipa dola 5 kwa kuupload tu product. Mwingine ana set kwa dola 25. So hizi ni gigi ambazo watu wanaziuza huko. Hizi gigi zina page mpaka 10.
na watu hao wote wamepata wateja. Ukiangalia wana feedback nzuri za wateja. Huyu ana mteja na wateja wote wana wateja wa kutosha. Sawa, so labda nitaanza kusign up with Google. Procedure za kufungua account ni kama za kawaida. Sasa hii email yangu hii haijawahi kufungua. Si kama wanatoa free trial. Kama nitapata free trial nitashukuru sana. Guys, network yangu leo umeifanya nini? Nani ambaye yuko anaweza kaongea? Hello? Guys, kwa ambao nani ambaye yuko Mambo anaweza mambo vipi? unaitwa unaitwa nani? Peter hapa naongea. So Peter, umeona wakati nimefungua account hii ndio inaniletea hapa, inabidi uanze kuandika store. Sasa inabidi uwe na jina la store yako kichwani. Atuashumi store yetu tunahitaji. Tuite hata community yetu basi, jina la hii community tu ambayo tunaitumia. Okay, basi tuite Remotica Store. Mm. Remotica Store. Then unakuja hapa chini utaambiwa uchague nchi ziko nyingi, utachagua currency ambayo unataka. Currency pia ziko nyingi ambayo unataka kulipiwa. Then utaenda next. Duka letu mnataka tuwe tunauza nini? Tuuze So electronic. sawa, watakwambia city hapa ni Dar es Salaam. So tutasema city ni Dar es Salaam. Na hiyo ndio zip code. So hizi website hizi like kila mtu anaweza akatengeneza. Yaani wewe unaweza ukatengeneza and bila kuwa na background yoyote. Una experience yoyote ya selling hapo utawajazia, tutaambia tu I'm selling online with different system. Sema ndio hivyo. Itabidi tukupunguza maswali hapa. Tupunguze tunanio hapa, tumwambie tujawahi. Umesema electronic eh? Electronic iko wapi? Electronics and computer. Hiyo ya chini. Hmm? Juu.Alisha juu. Yeah.Alisha juu tena. So unaweza kaandika labda hapa una set stop for client. Uh, do you already have a website? Utaweka no ili watupe nani yao wao. Ukiandika yes unaweza ukaconnect na domain yako. Nitaonyesha baadaye kuconnect na domain unafanyaje. Bazeni na domain ambayo naweza nikaitumia connect tu kama iko. Kwa domain ambayo utaishalipia ipogo tu. So hapa wana option. Wana option ya kulipa $5, wana option ya $25. Subscription. Maana yake sasa ukiwa na mteja wako inabidi uwe na like kuna maswali ambayo inabidi kwanza umuulize mwanzoni. Inabidi umuulize kwanza kama anaweza kulipa kwa mwezi au anaweza kulipa kwa nini wanasema? Kuna kwa mwezi, kuna hii kwa annually, kuna hii kwa business like lazima ujue. Kwa mfano mteja ambaye mimi nilikuwa namtengenezea alikuwa na saluni. Yeye saluni yake ina product 99. Maana yake ilibidi nimchukulie hii venture ya $25. Msaba mwingine na $2500 unaweza ukamchukulia ya $45. Sawa. Depends na huyo mteja wako anataka kitu gani. Sasa hapa nitachukua $5 hii. Mungu ongeze nataka tena nilipie. Wale one kama watanipa nani, watanipa nini wanaita? Watanipa free trial. Kama watu nipa itabidi ninunue.
Ngoja niulize kwanza kama watu free trial. Offer. Yeah, ni free plan ya wana $5. Yeah. So I have kulipa. Kadi yangu ipi ambayo ina hela? Sawa, Tigo. Dakika moja guys, nalipia. Okay. Sijui mpaka hapo kuna mtu ana swali? Hapo wakati tuna select kuna mahali tulichagua tukasema tuseme select for client. Ilikuwa hapo option nyingine? Maana mimi nilikuwa nacheki kwa simu, nilikuwa sioni vizuri. Option iko kama unatengeneza kama ni ya kwako wewe mwenyewe unamtengenezea client. $5 kama shilingi ngapi? Kwa rate ya 2500 kama 12500 hivi. $2,600. Ngoja tuone kama atanikata hela ambayo anasema. Lakini dola sasa hivi kama kwenye 2,600 hivi na point. Wewe kwenye 13 hivi na kitu. Elfu. 1300 sio mbaya. Au mnataka mnichangie? Ni kosi ya kampuni, Remotika watanilipa. Mimi nina swali tu moja hapo Baraka. Yeah. Kwenye issue ya hizi email, unajua tayari tumeshakuwa ni freelancer no, wakati mwingine unafungua akaunti tofauti tofauti. Je, inakuwa ni vizuri kuwa na email moja ya kazi au unaweza kuwa na email hata tatu kwa ajili ya site tofauti tofauti? Na email nyingi. Depends tuna wewe namna kichwa chako kilivyo. So it's better uwe na email. Kwa mfano mimi email ambayo kuna email yangu moja ya mambo muhimu, afu na email nyingine ya mambo yameyeyushwa. Kwa watu wakiwa nazo tatu na kuwa sio mbaya kutokana na wepesi tu wa kichwa kukariri password. Uwezo wako password unaandika hata pembeni. Sawa. Hii kadi jamani siweke hela, hata mkitumia tupata hela. Hiyo ni ya leo tunajaribishia. Kwa tuone kama itakubali kukata hela hapo. Mimi niko naomba kuuliza, je, hii inauza only physical product au hata digital product? Product yote unaweza ukaiweka hapo, unaweza eh. Okay. Yeah, depends na like, kwa sababu sio ngumu kuna nio. Sio ngumu kufanyaje anaita. You can set chochote ambacho kinauzika. But ashauri sana kwenye nani products za nanio. Shauri products za physical. Mbona ikodi inakataa? Au mtu kaniwahi huko. Unaweka huko hela kwenye kadi yangu acha. Wamenikata shilingi ngapi kwanza Tigo? Ina load hiyo ndio maana nimetulia. Sawa. Ukishalipia ndio inaonekana hivi ndani. Sawa. Tigo nione hapa amenikata shilingi ngapi? Nishaingizia akaunti ya saa. Tigo amenikata 15,125. Manko waambia mlipie membership. Kwa cost Kweli kama kwa staili hiyo.
Hamna shida. So ile nani subscription ile ina limitation yake. Naweza nikaomba baadaye refund kwa sababu matumizi. So upande wako wa kushoto ndio ambao utakuwa na deal nao ukishatengeneza website yako. By the way, sijui nitampa access kila mtu ili anajisikia aichezei, nitaangalia nafanyeje. So hiyo nzuri hiyo. So hii dashboard hapa inakupa maelekezo yote. Hapa ushatengeneza account, si ndio? Hatua inayofuata inabidi set up your website and storefront. So unaweza ukaenda huko wewe mwenyewe kichwa au ukafuata procedure za hapa. Ukiklik hapa inakupeleka ningejua kuna kulipa nitalog out, nitachagua email nyingine ambayo unaweza mkaifanyia testing. Kila mtu akalog in hapo akaichezea na kujisikia. Wakati huo hii kadi huko nitaifuta. Leo mtanisamee sana, network yangu haifanyi vizuri. Mko watu wangapi? Watu wangapi wamejoin? Kama watu 6 hivi ukiondoa wewe wa 7. Kwa nini unaniondoa mimi sio mtu? Wewe si ndo teacher wetu. Chana hapa kwanza. Network inaniangusha. Acha mimi ni login upya. So utakuja hapa kwenye kuset website. Jumamosi kuna mtu namtafuta tufundishe namna ya kutumia Fiverr, then tutananio. Okay. So ukija hapa kuna template nyingi sana ambazo wewe unaweza kuzitumia. Sawa? Unaweza ukachagua kulingana na aina ya duka unayotaka. Kama ulivyoshauri sisi, ni kwa sababu si ni electronic, au tunaweza tukachagua hii hapa kama template. Unaweza ukai preview hapa. Kupreview maana yake unaangalia template inaonekanaje. Mkisikia template mnaelewa maana yake nini? Yani kama mfano wa vile itakavyokuwa. Itakavyokuwa ambayo imetengenezwa. So kuna hii template ya Jizo Sound iko tayari. Umeona? Ina kila kitu. Kuna template ya hii nyingine. Of course unaweza kutengeneza mwenyewe from scratch, but pia unaweza ukachagua kutumia template. Umeona hii? Okay, kwa sababu brand hizi anaweza zikawa technical ngumu, naomba tutafute brand fulani. Ile brand ya screen uitafute Instagram inaitwaje? Anaitwa ngoja. Tutaitumia ile kama case study. Sawa? Lazima utafute case study moja kwa ina ndio tutaenda vizuri. Okay, tumtumie basi Jizo Sound kama ndo kama as usual kama electronic, basi tumtumia Jizo Sound. So kwenye nani yetu ya leo tutamtumia Jizo Sound kama majizo, manake zile speaker zake kama ndio sample yetu, sawa?
Kwa tutatengeneza website kwa ajili ya Jizo Sound. So maana yake tutakuja hapa but hii code tutaita Remotica Sound. Tutakuja kwenye electronics. Kuna hii hapa tumeona hii ya speaker, tunaweza tukaiapply template. Maana tukiapply template ndio hiyo template ndio tutakuwa tumeanza nayo. Guys, kuna ambaye ana swali mpaka hapo? Hapana. Network yangu sijui imefanya nini guys. Okay. So, hivi ndivyo ambavyo inaonekana. Sawa. Na peji zake zote zipo hapa. Umeona? So, nitaanza kuedit hapa juu kwenye header na menu. Sawa? Guys, mnanielewa nikisema header na menu? Hii sehemu ya juu. Tunaona Mnaiona? Yeah, sasa hapa hapa kuna huku upande wangu wa kushoto kuna side ya design. Kuna header na menu, kuna upande inaonyesha ni content na design. Content ya. So okay, sawa. So hapa itaanza ya logo. Hapa kasema logo. Shida hizi na nini inabidi nielekeze. So ukisha click hii header na menu, focus yako inakuwa upande wako wa kushoto. Hivi mimi kiwa upande wangu wa kushoto na wewe inakuwa upande wako wa kushoto. Angalieni kinaniwe kimshale hiki. Hii part ambayo imeandikwa header na menu. So nitaanza hapa na site logo. Logo yetu sisi hapo unaweza kuchagua site logo. Logo type inaweza kawa picha, umeona kama una logo yako ya picha kwa upload au inaweza kawa maneno. Sawa? Sasa sisi tumesema hii yako tunaitwa Remotica Sound. Sawa? Tayari. Inajisave yenyewe. Hapo unaona inajisave yenyewe kwenye cloud. Ukishaandika tu hamna haja ya kuhangaika mara mbili. Haya, kuna part ya design unaweza ukachagua hapa ionekanaje. Layout ya hii naniyo. Hapa nikipata unaweza kama ionekane hivi na niweke katikati, sawa? Unaweza ukachagua ionekane hivi. Kuja hapo load dakika 2. Mnaona mabadiliko ya header? Guys, unaona? Mtu mmoja karibu. tunaona vizuri. Ambao mnaona inafaa ndo tuiweke. Ipi inafaa? Namba ngapi? Kutoka juu. Mimi naona hii ya sasa hivi ambayo ilikuwa imekaa left hiyo. Hii imekaa katikati. Remotica Sound imekaa katikati. No, ilokaa Remotica imekaa left. Alafu ikaacha kama search bar hapo. So namba 7 hiyo. Hii maana yake sio. Yes. Yeah. Haya. Hapo unaweza ukachagua fonti. Unataka fonti iwe aina gani? Fonti hapa ziko nyingi. Sisi tunapenda Roboto. Fonti kwa ambao mjui fonti namna gani ambavyo haya maneno yanavyokuwa yanabadilika. Unaona kwa mfano ukiangalia Remotica hiyo, nikibadilisha nimeweka hii fonti inaitwa Sema Pia ndio inavyoonekana hivyo. Josephine Sans fonti mnajua kama mmesoma chuo mtakuwa mnakumbuka chuo alikuwa na style zao anakuambia labda fonti utumie fonti ambazo kwanza zinatumika mavyoni fonti gani ile? Shasahau. So unaweza ukachagua labda iwe bold au unaweza kuchagua iwe italic depending na wewe unakwenda. Sasa hii ni process yako ya kitu ambacho unapenda, hii ni process yako ya wewe ya design. Alafu pia unaweza ukachagua color aina ionekane rangi gani. Green hivi but hapa white nafikiri na make sense zaidi. Pia unaweza ukachagua labda kuwe na iwe capital letter au iwe small letter au iwe none. Kuna hii part ya unaweza kuwekea keyframe au usiwekee keyframe. Kuna hii part ya background, kama unataka background iwe transparent, unataka iwe grayscale, unataka iwe na solid color, rangi ambayo unataka wewe, but tuweke tu transparent, sawa? Picha ndio ionekane. Hapa kuna menu na icon hivi ambavyo vinaonekana pembeni.
So kumbuka, ukiona design, make sure kwamba unajua kabisa kwamba baadhi ya wateja wataangalia kwa njia ya simu. Sawa, hapo unaweza ukaamua labda hii ya kati isiwepo au iwepo. Okay, hiyo ni part ya header. So ukitaka kubadilisha kitu chochote hapa unaweza kubadilisha, umeona, au kuna header nyingine labda unataka labda hii product collection ikae juu ya promo slide inapanda, au unataka kushusha, unashusha hivi chini. So guys, yani vitu vyote ni una drag na kudrop. So labda tuje kwenye promo slide hii ya katikati. Dakika moja ina load hapo. So ukishalipia hii part ya pili inaitwa design, ya kudesign. Sawa kuu, na ambacho naonyesha hapa. Sawa sawa. Wakati laptop yangu hapo ina load hapo, unaweza ukachagua hapo kwenye hiyo hi-fi sound for everyone hapo tuweke maneno gani? Labda tuweke muziki unazungumza, si ndio? Au neno gani mnalipenda? Au muziki unaokonga nyoyo, unaona? Unaweza kuchagua microphone, headphone, wireless audio system. Unaweza ukachagua okay. Hapa button unaweza ukaipa jina yoyote. Unaweza ukaipa title yoyote. Labda unaweza ukaweka hapa nunua. Hapo kwenye description hapo. Hapo kwenye description maana yake unaweka aina ya product ambazo zitakuwa. Ya hii sehemu ya promo ni kama unaelezea watu kuhusu product yako. Unaweka ka promo sasa watu wajue huduma gani ambazo una store. Sawa sawa. Na kwenye button hapa pa kuzingatia sana, button hii button kunasema hapa kwenye action to click, unataka mtu akiklik hiyo button ipeleke wapi? Unataka impeleke kwenye store, unataka aje akupigie simu, unataka aje akutumia email. But mimi nashauri weka iende go to store depending on aina ya huduma ambayo unaitoa. Sawa? Mmenielewa hapo kwenye button? Button ni case sensitive. Kama hii picha uitaki, unataka picha ya mtu mwingine, unaweza kaja hapa hivi ka change. Shida mtakuja muone picha za watu wengine. Anyway, so microphones nini zinabakia hapo. Labda kama una tagline chako hapa, labda unaweza kaandika, labda hapo unaweza kaweka pata mdundo wenye thamani ya hela yako. Like you can tweak whatever wewe unavyojisikia. Design pia unaweza ukatweak unavyojisikia. So kumbuka hii ukiangalia kwenye content kuna content hizi ziko za aina 3 hizi hapa Manake kinachofanyika hapa, sorry, unaweza kaweka hapa autoplay afu zikawa zinatembea tu zenyewe. Unajua hizi slide kama vile ziko 3. Kuna nyingine hiyo ina move hii. So unaweza ukachagua labda hapa nikibonyeza layout nataka hizi zionekanaje. Layout ya mwanzo ile ambayo mlikuwa mnaiona mwanzo ni hii hapa. Autoplay iko hapo. Internet yangu kidogo inanisumbua but I think mnaweza mkaona. Layout ya mwanzo ni hii hapa. Hii. So unaweza ukachagua layout yote ambayo unaitaka wewe. Ya mwanzo ndio sasa hivi imeanza kujionyesha. Umeona layout ya mwanzo maneno yanaanzia huku, si ndio? Hii inaitwa layout. Unaweza kubadilisha ukaweka layout hii. Yaani kama unaweza kutengeneza zile slide za chuo, pia unaweza kutengeneza e-commerce website kwa kutumia kwa kutumia eSwed. Nadhani hii layout hii imekaa vizuri si ndio? Yeah, iko poa. Pia unaweza ukachagua labda hii hizi layout mtu azisogeze yeye mwenyewe au zije autoplay. Hapa. Umeona? Pia kwenye simu unaweza ukachagua layout ya kwenye simu. Kwenye simu inaonekanaje? Inaweza kuwa inaonekana hivi, inaweza kuwa inaonekana hivi.
Maana yake hapo kuna wateja una design, yani ukiwa una design kichwani kwako weka kwamba kuna mtu ataingia na simu na kuna mwingine ataingia na laptop. So ikisha wewe uko una design au watu wote wanapata experience nzuri. Unaweza kuchagua background image, tagline na nini. Hizo zote hizo unaweza kutweak. Sawa. So hapa kwenye kama mlivyoona pale, tunakuja kwenye hii part ya product. Mlivyoona pale kwenye side ya naniu ya ile website ya pale Fiverr, kuna baadhi ya watu wanauza services za kutengeneza tu hizi product. Umeona? So kuna namna unaweza ukachagua product, unaweza ukaipa kichwa. Kwa mfano hapa nikaita acha tu niziite bidhaa. Sawa. Unaweza ukajipa design ambayo unataka hizi bidhaa zijiarrange vipi. Umeona kwa mfano hii? Umeona kwa mfano hivi zilivyojiarrange? Unataka kabla zionekanaje vipi? Zionekane simple, zionekane overlay. Umeona? But detailed. But nadhani ile simple ilikuwa iko vizuri. Ni hii ndio ya mwanzo. Issue nimekaje? Nadhani na load hapo. Lazima mtasamee internet yangu leo jamani. So hii gigi ina hela sana Upwork. Yaani sio Upwork tu, hata Bongo hapa ina hela kichizi. Kwa mfano kwa kipindi fulani nilikuwa naona yule Nifa anasema watu wamtengenezee sijui watu wamwekeni na wampe order number. I'm sure like unaweza kutengeneza demand yako. Yaani kwa mfano wale wenye maduka ya nguo, sijui wenye maduka ya wenye bidhaa wenye maduka ya nani wanaita? Wenye maduka electronics wote unaweza kuwatengenezea website ya aina hii. Kwa sababu wale hawashindi kulipia 70,000 hiyo ambayo inatakiwa hapo kwa mwezi. Na huko ndo dunia inapoelekea, lakini unaweza ukawa stage ya moja mbele kuliko wao. The same hizi procedures za huku chini size na nini ni kawaida guys. Uzuri nitawapa hii nani mlogin nyewe. Mtu akijisikia tu muda wote anaenda. So ukishamaliza kuweka hii taarifa, hizi za huku juu ni hizi. Yaani hizi ni unatweak unavyojisikia wewe. Hii section ya chini ECD nadhani kuna package moja unaweza kutoa. Design whatever. Powered by notice, hii mimi naitiaga na new tu. Naifutaga hivi, hii powered na ECD naika hapa rangi ambayo iza nyeupe au ambayo ina feature. Sawa. So ukishamaliza kudesign na new yako unaweza ukaipublish hiyo website. Ukiipublish ndio kila mtu anakuwa na access nayo. Sawa. But usipublish mpaka umalize kuidesign. Sasa okay, site sasa hivi M2 review ambao ikiwa ishakuwa published. Remotica Store inaonekana hivi kwenye website. Sawa. By the way nitawapa hiyo ndo kazi ambayo nawapa collaborate. Sijui hata mtacollaborate vipi. I don't know how many people wameattend humo mpaka sasa hivi. I don't know mna arrange vipi, but nataka mcollaborate. Kazi nawapa baada ya hii darasa tukishamaliza, nataka mtengeneze website kwa Remotica Store. Doini upo? Doini upo? Doini upo kweli au leo kadoji? Okay. So kuna kitu nataka niwaonyeshe huku cha muhimu sana. Pale unatengeneza storefront. Yaani storefront ni ule muonekano wa mbele wa website yako, namna ambavyo inaonekana. Nadhani muonyesha. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa useti namna ambavyo una add product yako. Huku wanaita catalog. Sawa? So kila product zinatofautiana, na kwa mfano detail ambazo zinatakiwa kwenye product ya nguo ni tofauti na detail ambazo zinatakiwa kwenye product ya muziki au ya audio. Sawa? Maana yake hapa so for example hapa nitajaribu kuadi labda a new product, si ndio? Kuna taarifa hapa. Kuna taarifa nyingi hapa za kuadi.
Umeona? Labda tuseme hiyo product yako tuite speaker, si ndio? Speaker. Ah. Hiyo speaker lazima useti inauzwa bei gani? Labda tuseme 5,000, si ndio? Unaweza hapo unaweza kuweka picha mpaka 6 za hiyo speaker yako. Bahati mbaya sasa mimi sina picha za speaker. Nitaweka picha zangu za nanio za matangazo yangu ya hizi event. Sawa. Nyie mtaenda kutafuta sijui kwa mnapojua nyie wenyewe. Umeona? Product zina kitu kinaitwa SKU. Hizi ni labda product number, labda tutashumi namba 001, product yako umeipa namba 1. Pia kama labda ina kilo, kama labda mtu unajua wengine watataka ufanye delivery, lazima uandike kilo ngapi ipo. Sawa? Kilo zipo kwa kg. Hapa chini utaweka description. Hapa kwenye description ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu hapa ndipo kuna kitu kinaitwa SEO, search engine optimization, ndio kinafanya kazi hapa. Sio, unaelewa? So maana yake, kwa sababu mwisho wa siku hizi description unataka uhakikishe kwamba hii mtu akienda kusearch, kwa mfano mtu akienda sasa hivi search saluni za labda anataka asuke msuko fulani au anyway, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi saluni ndio kwa nakumbuka. Tuseme labda mtu anataka atafute wanaita nini? Atafute speaker Tanzania, wauzaji wa speaker. Wewe hapo utaweka maelezo yote, speaker hii haingii maji. So unaweza kuweka as much as unaweza kutumia ChatGPT kutengeneza description ya product. Vitu vyote muhimu vya hiyo product unaviweka. Kitu kinachofuatia hapa ni kuadd ribbon. Sijui kama hii package yetu inaruhusu. Okay, tutaadi huko mbele. Kitu kinachofuatia hapa ukisha save. So hii ribbon maana yake kama hiyo product ni mpya au ni free shipping au kama ni hot inatafutwa, ndio hii maana yake ribbon. Yaani unakuwa umewekea kama label fulani. Sawa guys? Sawa. Mnaelewa sasa hivi tutaanza kuwachanganya? Naelewa vizuri. Mniambie guys, mniulize chochote. So kuna hizi attribute. Hizi attribute tuseme labda hiyo speaker labda ni JBL, si ndio? Ndio unauza pale. Umeona? Maana utaandika JBL. Labda hiyo speaker ina namba zake. So unajua zile speaker type waga za namba yake. Unaweka hiyo type yake. Sasa hapa ni muhimu sana kusave kwenye hii part ya nani. Usiposave details zitakuwa hazijisavugi. Kwa hiyo tunaitwa option ya product. Sasa hizi hapa option inaweza ikawa labda color, si ndio? Afu unaweza ukachagua labda mtu achague color moja, labda unaweza kumpa option labda iwe black. Kulingana na product yako. Sorry. Kwenye option kwenye color inaweza ikawa labda black, si ndio? Inaweza ikawa red, inaweza ikawa white. Maana kuna option ya kuchagua radio button au nani. Himself na train watu ese. Bye. Na train watu pale. So hiyo product option yako pia inaweza unaweza kaiweka labda kwa unaweza kuchagua hiyo drop down list, umeona? Inaweza kawa size, umeona? Labda size tuseme labda medium, si ndio? Inaweza kawa labda large. Sawa. Yaani unaweza options zote za hiyo product kulingana na product ambayo unaiuza. Kwa baadhi ya products zinakuwa categorized kwa color, baadhi ya products zinakuwa categorized kwa size, baadhi ya products zinakuwa categorized na like vitu vingi, depends na mteja ambao umempata. Yaani ukishapata huyo mteja ndio utajua vitu gani ambavyo unatakiwa kucategorize kwenye hiyo product yake. Na labda mwingine labda kwa mfano mimi nilikuwa namtengenezea mteja wa saluni, akawa anasema kwamba ukisuka hii kuna huduma ya ziada unaipata bure. Umeona? Au ukisuka hii unaweza kuongezea huduma ya ziada ukaweka bei. Hapa ndio unaweza ukaweka hiyo option. Umeona? Labda ukinunua speaker tunakupunguzia, labda unaweza kununua na kitu fulani kwa bei hii. Sio, mnanielewa? Yeah, nakupata. Mimi siwaamini. Tutashumu mtu labda amenunua hii speaker. So
tuashumu labda hii speaker labda tuashumu labda anapata mtu anapata na labda na charge kitu kama hiko, afu tunakuwa tunamwekea hii kama input field. Ngoja tuachane na hiyo kwanza, tushikie hapa chini. Hapa chini kuna issue ya input field. Hapa hapa labda kwa mfano mimi wakati namtengenezea mtu wa saluni watu walikuwa wanachagua tarehe ya kusuka. Umeona? Kwa hapa unamwekea hivi, chagua tarehe, inaweza kuwa tarehe ya kusuka au tarehe ya kufuata speaker, si ndio? Yeye atachagua tarehe hapa zitajiweka. Umeona? Au kama una ombi la ziada unamwambia hapa yake, unaweka text field. Sawa, hii na nini nimetoa kule juu kwa sababu bado hatujaadi payment. Nitafundisha namna gani unaweza kuweka payment na process za kufuata. Hadi kuintegrate payment. Guys, nafanyaga vitu vingi sana na ndo umuhimu wa kuwa freelancer. Zangu zinapiga sana. Apologies guys. So uta save, kitu kinachofuatia delete. Baze ile option ya color hapa hivi tu niweke tu hii. Okay, let's leave this page. Oh, sorry. Narudi kwenye product yangu ile ambayo sikuimaliza. Imejitoa. I'm sorry guys. Watu wamenipigia simu nimemaliza. Okay, kwa mfano hapa mfano wa hii product. Hii tayari ilikuwa ishadiwa picture. Ikaja hapa ikaikoa attribute ilikuwa haijawekewa, tuashima labda hii tuipe ndio ile GBL. Si ndio, labda tuipe namba hizi. Then tunakuja kwenye hapa kwenye option hapa ishadiwa. Option ndo kama hii condition labda new au used bei inakuwa inapungua. Pia kuna upande wa files. Kama mtu anataka auze digital goods, kuna mtu ameniuliza kama unaweza kuuza digital goods. Hapa hii ni mpaka upgrade plan. Kuna issue hapa ya shipping, unaweza kaadi kama unaweza hii unaiship au uship. Hapa SEO ni hao maneno. Sema naona kama hizi ziko kwa zile ambazo ni plan za juu. Labda kama kuna product ambayo inaendana na product hii unaweza enable, na kuna issue ya buy now. Unaweza kaweka buy now hapa kama mtu anaweza kanunua vizuri. Sawa guys. Hiyo ni kwa upande wa product. So kuna part nyingine hizi unaweza kuunganisha na Google Analytics na nini. Kwa sasa hivi sio muhimu sana kwa sababu ndo kwanza mnaanza. Kuna hii part ya payment hapa. So kuna kitu kinaitwa payment gateway. Wangapi mnajua payment gateway? Kama unajua payment gateway nyosha mkono. So kwa mfano wakati mnalipia community yangu, si mliona mlibidi mlipie kwa Flutterwave? Kama mnakumbuka, kama umelipia kwenye website. Yeah, so kuna kampuni ambazo wao ni payment wanatoa huduma za kuprocess payment. Kwa mfano kuna hiyo Flutterwave kwa Tanzania, kuna Tanzania Flutterwave hapo, kuna Selcom, kuna Zampesa, kuna wale wanaitwa Zenopay, kuna wale wanaitwa DPO Group. Sasa ukipata mteja anataka malipo yake yafanyike mtandaoni, wewe unawasiliana na wale. Sasa wale wanakupa kuna kodi wanakupa za kuintegrate ambazo hizo zitakusaidia wewe kucollect malipo kwenye mtandao wote mtu ambao anataka alipe. Kwa mfano hii uzuri hii unaweza kuchagua pay by cash, maana yake hapa mtu anatakiwa aje kulipa ofisini. Kulipe kwa mkono, lakini si inabidi tuondoe hii. Tuchague njia ambayo mtu anaweza akalipa online payment method. Kwa Tanzania hapa nayo inaruhusu, kwa Tanzania hapa nadhani DPO tu. DPO tu ndo ambao nafikiri wanafanya kazi Tanzania kwenye hizo ambazo zimekuwa listed hapa.
So unaweza ukaiadi DPO kama payment method. Sawa. So ukisha add DPO, hapa kuna namba, kuna kitu inaitwa company token na provider token. Hizi ndo wanatakiwa wakupe ndio uweze kuprocess payment. Sawa. Na hizi mpaka wakupe, mteja wako wewe inabidi biashara yake iwe imesajiliwa. Kuna baadhi ya document inabidi awe nazo. Inabidi awe na leseni ya biashara, inabidi awe na kitambulisho cha NIDA, inatakiwa na usajili wa kampuni ule wa BRELA. Akiwa na hizo document, ukiwapa DPO ndani ya wiki moja tu wanashughulikia hizo, utaziseti hapa, na uzuri wa hizo kodi mbili utaziweka hapo, na uzuri wa naniu, ukiweka hiyo wanakubali. Nafikiri nina kodi, shida asijawa signed na hii kampuni. Ngoja nione kama nina za DPO. Dakika moja guys. Mm. Hizi kodi za DPO. This is a flat tire. Company token hii hapa. Nane D. Na guys, naomba niwazimie kidogo nanio. Nawazimia screen kidogo. Dakika moja. Ini na privacy ya kuzikopi. Mmenielewa namna ya kuzipata hizo nanio gateway? Guys, hii skill inaweza kusaidia kupata client, and I'll be happy to assist mtu yote ambaye yuko interested kufanya kitu. Hapo kwenye document za client hapo mwenye duka umesema kuna kuweka taarifa za BRELA, maana yake anatakiwa amesajiliwa as a company ama registered business. Kibongobongo biashara nyingi sana nyingine kubwa tu, lakini hazina usajili huo. Kwa hiyo tofauti na hapo hawezi kupata hiyo. So like huwezi pokea malipo mtandaoni kama hujananio. Lazima iwepo ya BRELA. Biashara yako imesajiliwa This is kinda technical, lakini moja ya skill nyepesi sana ambayo unaweza kuanza kuiuza. Sasa hivi unaona screen yangu So nimeshaziweka inaonekana sasa hivi. Ngoja nione kama sasa hivi nikilipia kitu kinakubali. Nataka nione nimejaribu kuunganisha na gateway ambayo niko nayo mimi.
hii product nahisi, ngoja kwenye website, ngoja niweke watu shipping. Kuna part pia ya shipping hapa, ngoja niweke okay, naona hizi product wakati wamezi add hizi hawakuwa ngoja hii kwa mfano hii hapa ya headset niweke no shipping. Sawa, afu turudi tujaribu kununua tuone kama ile payment imekubali. Guys, mnaelewa kweli au mnaona tu malwelwe? Mimi sasa hivi siwaamini kwa sababu niwapa kazi nyepesi ikawasumbua. Hapa mguu tunakupata. Ni rahisi sana. Uzuri mimi nitawapa hizi login mtengeneze nyinyi wenyewe. Ndani ya huu mwezi mzima mtakuwa na hiyo kazi. Kwa sababu simama nimelipia kwa ajili yenu. Yeah, simona hapa sasa hivi nimeweka hii payment DPO imetokea. Yeah. Payment kwa sababu DPO bado kule hawaja approve, kwa hiyo haiwezi kusoma. Yeah, so kuna hiyo part, yani like hiyo ukikaa siku moja ni kitu ambacho unaweza ukakifanya wewe mwenyewe, na kama una biashara yako na nini, unaweza ukajaribia concept yoyote ya kufanya. Sasa kuna issue ya shipping, issue ya setting. Nadhani kwa sababu mimi nafanya hapa, nyinyi hamwezi kuelewa, ila when you get a chance ya ukaa nayo wewe mwenyewe hivi ndo mimi nitaka tu niwape chance muone ndani ilivyo na how easy kuseti hii field na ikawa skill yako ya kwanza unaweza kuanza kuiuza. YouTube kuna video nyingi sana, ukiingia Fiverr watu wanapata hela nyingi sana, hata hapo kwa skills ndogo ndogo kama hizi. Ngoja dakika moja ni check hapo. Skills kama hizi, kutengeneza hizi e-commerce vinini, yani hata kuadi tu product kama vile ambavyo mimi nilivyoadi, kuna watu wanalipwa hela kwa kufanya hiyo kazi. Sawa guys, ni skills ambazo mimi nawashauri msizilalie. Usitake hata kuchukua muda mwingi. Umeona kwa mfano client anataka tu integrate delivery service ndio kwenye eSpeed. Wewe unataka useti. Umeona? Hii kazi imeombwa na watu chini ya 5. Umeona? Na imepostiwa tangia jana. Sio, umeona? Sikilizi kwanza, watu wanaomba kazi hizi hapa ni wachache. Kwa hiyo kuna hiyo opportunity. Ukimwangalia kwa mfano kama mteja kama huyu, hizi ni skills ambazo like watu hawajui kama ni soko, lakini ni soko. Ukimwangalia mteja kama huyu yasema kuna hizi nyingine wanataka uwe vizuri na coding kidogo. Ana interview watu wawili. Ukiangalia mteja kama huyu kamlipa shilingi ngapi? Hajaonyesha. But nikija kumwangalia freelancer ambaye fanya naye kazi. Hii kazi ni aina gani? Web scraper.
watu wana scrap alipo shingapi na skills ya huyu mtu. So hizi ndo skills ambazo zina demand, ambazo zinaweza zikakupa wewe hela. Hizi za no code. But I'm planning kumwalika mtu atufundishe kutumia Canva. I'm planning kumwalika mtu atufundishe kutumia WordPress. I'm planning kumwalika mtu atufundishe Flutterflow. Like I wish mtu ambaye amejoin community yangu kwa miezi 6 akitoka hapa, hata kama ana kazi hapo, ikiwa na skill same. Nadhani hii hapa ndio ilipa $150 na yule client, kitu kama hiko, kama sijakosea. Ni hii hapa ya $150. So guys, sidhani kama I have an extra cha kusema. But me, I just wanted new money hiyo issued, and kama unataka access ya hii issued, please let me know. Alafu nafikiri nitatoa hizo access kesho asubuhi nikishabadilisha hiyo email. Sawa. Just nenda kwenye community pale, sema like unataka access ya issued, just post kwenye community unataka access ya issued, then nitakupa access. Kuna mtu ambaye ana swali kwenye namna ya kutumia issued? I know nikiwa nafundisha hivi haieleweki, but ukishakuwa na access ukakaa nayo ukaangalia tutorial 2-3 YouTube utaweza kuifanya. I know ni kind of confusing, na mimi nitaka tu mpate hiyo overview ya juu, but ukikaa mwenyewe hivi na ukikaa na YouTube, usiku wa leo tu unatosha kutengeneza website yako ya kwanza. So please nenda pale kwenye community, andika kwamba okay, mimi fulani and nataka access ya issued. So ambacho nitachokuwa nafanya, nitakuwa nawapa watu access kwa zamu. Like wewe nakupa access labda ya siku 3, nataka uniletee utengeneze website ya aina fulani. Sawa. Alafu hiyo siku 3 zikipita, Doini ata follow up, utampa hiyo website, baadaye atafuata mtu mwingine. So naomba ukajicommit wewe mwenyewe pale pale kwenye community, zani mimi nitakuassign kazi ya kufanya. Nitakuwa natoa kulingana na nani ameomba mapema. Nenda kwenye community pale, kuna channel inaitwa, nafikiri kuna channel inaitwa freelancing. Nenda kwenye ile channel pale, post kwamba mimi fulani nataka issued, naomba access ya issued, nitakupa hiyo access. Sawa guys. Guys, unanisikia? Samani Baraka, nina swali. Yes, Naomi. Yaani sio swali na nani hivi, umerekodi? Naweza nikaipata YouTube? Maana leo mtandao wangu umenisumbua kweli, kwa hiyo sijaelewa chochote. Yeah, hii nimerekodi, nitajitahidi niweke YouTube. But nahisi kwa mtu ambaye hakuwepo hapa ni ngumu sana kupata context. But nitaiweka YouTube tu hivyo hivyo. Sawa. Maanake mkishajifunza hii issued, mkijifunza na skills nyingine, tukileta mtaalamu wa Fiverr, baadaye sasa I'm expecting labda miezi 2 au 3 huko mbele, ndo naanza kuambia okay, now you can list your skills kwenye freelancing platform. Si mmenielewa lengo langu? So maanake utachagua skill gani ambayo unahisi kwako umeipenda na unaiweza zaidi, hiyo ndo ambayo utailisti. Sawa guys. Sawa. Naomba kuuliza. Kwa mtu mwingine ambaye ana swali? Mimi hapa na swali. Naomba kuuliza. Yeye unashauri nini mfano kama kwenye swala la skills hili, kwamba kwenye kuandika pale kwenye profile, na labda kama unatamani ufanye vitu vingi, labda kama na kutranslate, kuna mambo ya graphics, labda sio na hii ya e-commerce utufundisha. Je, unashauri nini? Je, ni vizuri kuandika hizo zote au unabidi kuspecify ile kitu kimoja ili kuattract wateja zaidi? Wanapenda kufahamu. Please specify. Iko ni kitu ambacho mimi kinanitesa sasa hivi. Zamani nimefanya skills nyingi sana, but sasa hivi nataka tunifanye community management na content localization. Kwa najikuta sasa hivi niko na battle aina hiyo. Like kazi za algorithm hapo mimi nimezoea kufanya kazi za translation. Kwa hiyo kazi nyingine ambazo naziomba inani rank chini. Kwa please practice skills as many as you can, then focus na skills chache. Sawa. Okay, kwa kwenye kuandika unaweza kuandika labda maximum inaweza, unashauri ngapi? Labda 2 au 3 ili mbili. Naam? Skills 2, lakini skills yako moja inaweza kawa na sub skills zaidi ya 5-6. Maana yake unaweza kuwa digital marketer lakini una offer skills kama social media management,
community management na nini, vitu kama hivyo. Okay, sawa. Kwanza kama digital marketing then ikawa ina cover vitu vingi zaidi. Ina skills zake ndani yake. Yeah. Sawa, asante. Sawa. Hapo ukiwa na option ya product catalog. Kwa hiyo hizo skills zako nyingine unaweza ukaziweka kama catalog ukaziuza kama project. Okay, na hiyo ni kwa Upwork peke yake? Fiverr pia unaweza ukaziadi kama gig. Kwa hiyo ni Kemba anachukua kwa kizazi chake kulingana na uhitaji wa hiyo kazi yake husika. Yes. Na hizi skills zina wateja. Yaani mimi kwa mfano hii Swede nimepata wateja sio wawili sio watatu. Tangia nimeanza like, na mimi sio kwamba hichi kitu ambacho nimesoma darasani, just ni YouTube tu siku moja sio siku mbili nikawa najua. Na ikawa ikachukua muda gani kuimaliza wewe kama mteja huyo wa salon? Nilikuwa najifunza time namtengenezea huyo dada. Akulaunch anaitafuta wiki nadhani nitaenda kumalizia wiki nitaenda kuita, maana kuna muda aliacha kulipia, alipata changamoto kidogo aliacha kulipia, so ameniomba niende tena nikamtengenezee, so nitaenda tu nitaimalizia afu nitailaunch siku ikisha kwa tayari nitawapa link mu access muione. Okay. Ilikuchukua muda gani kuitengeneza hiyo dada salon? Ya wake ilikuwa ndefu, ilichukua kama mwezi hivi, but lakini tu kwa sababu mimi nilikuwa ni mgeni, lakini nilikuwa najifunza hapo hapo niko naye. And the crazy part, baada ya kujua hii video automatically nikajua Shopify. Kuna ufanano vinaingiliana katika swala. Na vinaingiliana. That is crazy. Ukijua hii video utajua Shopify, utajua Wix. Yaani utajua e-commerce nyingi sana. Okay. Kwa mfano kama una biashara yako ni ipi ambayo ni nzuri zaidi na kwa nini? Kwa mfano kama eSwede, lakini kuna hiyo umetaja nini Shopify na nyingine. Kwa nini unachagua mojawapo? Depends na factor nyingi sana. Ukubwa wa biashara yako, uwezo wako wa kulipia subscription, na pia payment gateway ambao umepewa access nayo. For example, eSwede ina option chache za payment Bongo, inaruhusu DPO. Hasa kama una kama Selcom na watu wengine, maanake inabidi utumie kama Shopify ambao unaruhusu Selcom, unaruhusu Azam Pay na vitu vingine. So depends na biashara yako. Sawa. Pia kufahamu kwenye ile uliweka kwenye website yako umeweka ile ya Flutter, umeintegrate na Flutter. Flutter hatoi Bongo. Flutter Bongo hatoi. So mimi kuna namna nimeipata. Na pia wao walikuwa wanahitaji documents zile za company na nini au yako ilikuwa katika namna hiyo? Yes, wale request hizo na nini? Hizo document. Okay. Kwa hiyo hii community yetu tumeshaisajili as a company. Iko kwenye a lot of process tayari tushazianza. Nyingine tunazimalizia. Kuna mengi sana wanakuja kwenye community huko mbeleni. Ni sawa tu wa kumuomba Mungu. Hongera sana. Shukrani. Community ni serious, ninyi tu hamko serious. Sisi sio kwamba tuko serious. Kitu chingine kinatusumbua ni ugeni wa mambo. Yaani kuna features nyingine tunashindwa kuzitumia kwa sababu ya ugeni, lakini tupo serious. I think hii inaongea kibro kabisa, like you need to explore. Kuna baadhi ya vitu you need to explore sasa hivi because vitakuja baadaye vikufavor na automatically. Hizi communities kwa mfano mimi sasa hivi na host hizi event kila wiki, kuna mtu ni skill ambao anaiuza hii kufanya hizo event moderation, ni skill. Mimi ninavyopost kwenye community hiyo ni skill mtu anauza. Kwa mfano Dorini ni my assistant pia, na vitu yangu vingi yeye ana handle, but anafanya tu vitu vya kila siku, communicate na nyie, kuwapigia simu, ku update data kwenye Notion na kufanya vitu vingine. That is how she got a job ya kufanya kazi na mimi, kwa vitu kama hivyo. Yeye mwenyewe yupo, so like a lot of stuff utakuwa shocked kuona kwamba like kwa market ambavyo ilivyo hitaji hata unajua vitu vingi. Nimeonyesha hapo, kwa mfano mtu alikuwa analipwa tu, yani client anakupa kazi yako ni kwa upload products zake eSwede, yeye ashaandaa kila kitu, ila anaona uvivu kuzi upload, au labda ana product nyingi, so anatafuta mtu amsaidie ku upload, yeye anakulipa wewe, kazi yako nenda tu kule upload kama zilivyo. That is how people wanna make hela. Like
hata mimi kazi za kuna news, yani kazi za kujirudia rudia boring sizipendi, maanake like ndio maana natafuta mtu kama msaidizi ambaye anakuwa ananisaidia kufanya hizo kazi, ambaye for now I have. Kwa mtu mwingine ambaye ana swali. Nikawa na swali, umesema Mhm. Fata I work in Tanzania, lakini nimeona Mhm. pale kuna Vodacom, Tigo, mitandao ya simu ya Tanzania au Yeah. So Flutter ni kwamba walikuja wakafungua ofisi Tanzania, so wale ambao walifungua kabla wana access ya Flutter. mm, Kama ukifungua kabla, ukienda Flutter bar ukajisajili ukatuma document akwambia tutakujulisha utakapofungua ofisi Tanzania. mm, You understand hiko kitu eh? okay. Kwa mimi nilikuwa nayo kabla. Kwa hiyo ulijisajili like for other stuff then ikatokea hiyo Hizo ni kazi. details za ndani, lakini nilikuwa nayo kabla wakati wanafungua wamepewa kibali na nini. Yeah, but pia Difa unaweza ka reach out kwa bosi wao na nini akakusaidia kwenye hiyo issue. Oh, nice. Na process ya kuintegrate hiyo malipo kwenye system yako inaweza ikachukua muda gani? Yaani kwenye website No, yako. it's easy kwa sababu kwa mfano ukiangalia website yangu pale kuna plugin natumia inaitwa Pymatic, ni unaweka tu nani kodi za Flutter ambazo wamekupa API unaziweka tu pale basi. Hata kwa DPO ni hivyo hivyo, wanakupa tu hizo kodi wewe unaziweka, ni mistari miwili tu unaweka tu pale unapachika, afu una testi mzigo ukubali, unaachia watu wanafanya kulipia. Ndio kuuliza swali la mwisho. Mhm. Mimi ni mgeni leo, siku yangu ya kwanza. Je, kwa wiki fanya mara ngapi? Hii swali ni jambo zuri sana. Kwa wiki umepanga kuweka kwa siku ngapi kwa wiki? So kwa wiki mostly huwa tuna event tatu. Kuna Mm, kitu tunakiita Upwork series ambacho mm, tunafanyaga Jumanne na Alhamisi, mm, ambapo nawaalika watu ambao wanafanya vizuri kwenye Upwork. Kuna watu mm, tumewahoji kwa wameingiza milioni 200, kuna watu tumewahoji wameingiza milioni 80, kuna watu tumewahoji wameingiza like a lot of money kupitia hizo mm, Upwork. Alafu Jumamosi tuna kitu kinaitwa expert talk. Hizo expert talk tunaalika watu ambao hawafanyi Upwork, wanafanya maeneo mengine na wanaingiza hela. Umeona, kwa mm, mfano juzi tulikuwa na jamaa anaingiza milioni 9 kwa mwezi na yuko Bongo mm, kwa kupitia tu YouTube. Interview yake ina trend sana YouTube sasa hivi. Umeona, kutaalika watu ambao wanafanya mm, affiliate marketing, watu ambao wanatrain watu, wanafundisha watu online na vitu kama hivyo. But ikifikaga mm, mwisho wa mwezi, kama unaona kama mwisho wa mwezi hivi, okay. wiki ile ya mwisho wa mwezi mimi ndio nakuwa na Jumanne na Alhamisi nakuwa na event na Mm, nakuwa na session na mm, session za kwa mfano wiki iliyopita ile juzi ya Jumanne tulikuwa na event ya hapo ambao hatukurekodi, ambapo watu walikuwa na share profile zao na wasaidia kuziseti kufanya nini. mm, Pia na leo Alhamisi tukawa na hii ya Eastwood. So mi na skills nyingi sana huko, siku za mbele nataka nije niwaelekeze digital marketing, nataka nije mm, niwaelekeze community management, nataka nije nialike mtu aelekeze Canva, yani like, kuna wiki nataka, yani kuna wiki is more of technical for acquiring skills, kwa sababu lengo kubwa la hii community, hata kama usipopata kazi hapo, hata kama usipopata kazi Fiverr, at least uwe na ujuzi ambao like unaweza ukaamka ukamtafuta mtu mwenye duka lake hapo, kwambia bwana, naomba nikufanyie kitu fulani, nilipe kiasi fulani. That is the plan. mm. Sasa zishi pia ndo changamoto kama hizi, ushirikiano unakuwa mdogo like hivi. Committee member wako 30 na 20 na ngapi sijui ambao wamelipia, but kwenye event kama hivi wanatokea watu 7. Mm, okay. Yeah, but invitation zote zinatumwa kwenye email like communication zote, and kwa baadhi ya watu, wewe uko Tanzania si ndio? Au nimekusema Mimi vibaya? sipo. Yeah, so kwa watu ambao wako Tanzania, hata Mm, nafikia hata nje nita reach out Dorini, waga nawapigiaga simu hiyo siku kabla ya nanio, wanapigiwa simu kabisa, wanaambiwa kwamba tuna event siku fulani na muda fulani, you guys show up. Yeah. Basi mm, sasa unakuta pia na wengine ni wafanyakazi wa mambo yao mengine wanafanya, na wengine wanategeaga zikiwa YouTube pale, but uzuri ukiattend kama hapa, you can ask people question, unaweza kuuliza maswali yote ambayo unajisikia,
and was a good thing like tangia tumeanza hizi sessions watu wako free kujibu maswali yote. Sure. That is all I have guys for today. So next Kuna mtu mwingine? one itakuwa Jumanne. So tutakuwa na session Jumamosi. Tutakuwa na session Jumamosi. Bahati mbaya sijakuadi kwenye community, nitakuadi kwenye community. Sawa. Yeah, ungekuwa umelipia kule kwenye website direct na mimi ungekuadi. Kwa sababu lakini kwa sababu umelipia physically, so I'll have to add you manually. So kule kwenye community kuna channel nyingi sana ambazo like you can engage, unaweza ka access baadhi ya vitu kama hivyo. Okay, sawa. Okay, pia pitia YouTube utakuta conversation tumefanya zamani na watu. Nimezipitia zote. Niziangalie vizuri sana.